sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nichukue fursa hii kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwa taasisi ya Club Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance, na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri, siwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri naweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake. Miaka 30 kitu haikuwa rahisi kukabiliana na kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana. Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunaitaka. Young Africans ni club kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kwa club ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia kwa hiyo. Kwa hiyo naweza kusema ni abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Young Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwa kuongoza vilabu mbalimbali. Na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi. Na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hao watu kuwa na wasiwasi. Lakini nataka niwaambie, vijana sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana. Na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunatoa nafasi. Tunatoa nafasi na watu ambao wako nyuma ya hizi kamera wana uwezo mkubwa sana hata kwa umri mdogo wanakuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa. Lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zetu. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu, Abbas Karimba, mama yetu Karumu. Hao wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu. Lakini pia viongozi mbalimbali ambao wanatusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza. Na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa club kama Africans na okay. Ni taasisi mpya iliyoanzishwa mwaka 1.5 uliopita, na dhamira yake ilikuwa ni kubwa kuhakikisha kwamba tunavileta vilabu vyote pamoja, vinaweza kushirikiana na weza kutatua changamoto zake, na mwisho wa siku kuweza kustabilize mpira wetu Afrika. Kwa kweli kwa sasa tuna changamoto nyingi za vilabu vinaweza kushindwa kujisimamia kiuchumi, vilabu vinashindwa kuwa na umoja kusaidiana, vilabu vinashindwa kuwa na sauti moja. Kwa hili wazo la kuleta ACA ambalo lilifanywa na president wa football wa Afrika kwa maana ya Dr. Mutsepe, ilikuwa ni dhamira ya kuvileta vilabu pamoja. Lakini sio tu vikae pamoja, na pia kuwa na sauti kwenye chombo kikuu cha maamuzi ya mpira barani Afrika ambapo ni Excom ya CAF. Kwa hiyo kuwa na mwenyekiti wa ACA kama taasisi kunaongeza thamani nyingine kwenye maamuzi ya taasisi kubwa ambayo inaamua mpira wa Afrika ambayo ni CAF, na nimepata nafasi ya kushiriki kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji na nimeshiriki kwenye vikao kadhaa. Faida ambayo tunaipata kwanza ni sisi kama vilabu kukaa pamoja na kujua changamoto zetu. Wenzetu wa Ulaya, na juzi nilikuwa nimealikwa kwenye mkutano mkuu wa European Club Association ambao kwa sasa wameibadilisha kwa European Football Clubs. Ni taasisi ambayo imeanza miaka 18 iliyopita. Na taasisi hii ilianza kama vilabu vichache wanaviita G14, vilabu 14 viliungana vikatengeneza umoja wao, vikaanza kusukuma ajenda zao, na niwaambie wamefanikiwa sana. Kuna transformation kubwa sana ya mpira imefanyika Europe, na sasa hivi nakuja mpaka kwetu kwa maana ya Afrika na duniani kwa sababu ya umoja huu wa vilabu. Leo hii vilabu vinaanza kulipwa, TD atakuwa shahidi. Vilabu vinaanza kulipwa kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye national teams katika mashindano ya FIFA. Vilabu vitaanza kulipwa.
Na msukumo huu umetokana na umoja wa vilabu. Kwa nini? In actual sense, sisi ndio taasisi kubwa ya kimpira duniani. Football clubs. Sio national team. Na sisemi kwa dhamira mbaya. Nataka niweke wazi kabisa ya kwamba vilabu vinakuza wachezaji. Vilabu vinaajiri wachezaji. Hawa wachezaji wote wanaocheza national team ni waajiriwa wa vilabu. Sisi ndio tunaosimamia well-being yao, kwa maana ya fedha zao, maisha yao, performance zao, matibabu yao na kila kitu. Na sisi kama vilabu tukiwa ni stakeholder namba moja, mwajiriwa wetu anapoondoka akaenda kuitumikia timu yake ya taifa, mshahara analipwa na nani? Bado anaendelea kulipwa na club. Akipata majeraha, TD na technical staff yako ya national team wanatuambia na mchezaji huyo apata injury, tunamreplace na mchezaji mwingine ndani ya madakika. Lakini yule mchezaji akiwa replaced anarudi wapi? Anarudi kwenye club. Nani anamhudumia akiwa anarudi kwenye club akiwa na injury? Club. Kwa ukitazama, the biggest stakeholder wa mpira anapaswa kuwa club. Na huyu mwajiri wake anapoondoka kwenda kuhudumia taasisi nyingine, yeye kama club anapata kitu gani? Nitakupa mfano mdogo. Ligi yetu mwaka jana, mechi yetu ya mwisho tumecheza tarehe 28 mwezi wa 6. Tarehe 7 mwezi wa 7 national team imeitwa, wamekwenda Zanzibar kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na CHAN. Baada ya kutoka hapo wamekwenda Egypt kufanya pre-season mwezi mzima wa mwezi wa 7. Huyo mwajiri wetu hajakanyaga ofisini. Mwezi wa 8 tarehe 2 mashindano ya CHAN yameanza. Mpaka mwisho wa mwezi wa 8 mwajiri wetu ndani ya miezi miwili hajakanyaga ofisini. Alikuwa anaihudumia national team. Lakini mwajiri wake amenufaika na nini? Hajanufaika na kitu. Transformation ya mpira wa sasa inaitaka hiyo timu ambayo inamlea huyo mchezaji, inayolipa gharama zake, inufaike na hayo mashindano. Hayo mashindano ya CHAN yaliyochezwa obvious yana wadhamini. Kuna mtu mwingine atakuwa anachukua hizo pesa za wadhamini, anazipeleka wapi? So transformation ya hizi ACA, hivi vyama vya vilabu vinaanza kufungua brain mpya ya mpira na kusema hapana, kuna hiki kinatakiwa kiende kwenye direction hii. Mchezaji anapata maumivu au kupata majeraha akiwa anaitumikia timu ya taifa, anarudishwa kwenye club kwa ajili ya kuhudumiwa. Where is the insurance? Kwa nini hizo taasisi ambazo zinamtumia yule mchezaji kwenye matumizi ya hayo mashindano zisiweze kubeba hizo gharama za matibabu? Na vipi compensation? Yule mchezaji anapata ACL labda, amepata majeraha ya goti atakomfanya akae miezi 6 bila kucheza. Mimi kama club ambaye nimemsajili yule mchezaji kwa matumizi yangu, itakuwaje? Nitawezaje kukava gharama zake? Atatakiwa alipwe mishahara, atatakiwa alipwe gharama za matibabu. Who's going to cover the cost? So dunia sasa imeanza kuleta fikra tofauti. Na fikra hizi zinapitia kwenye vilabu, vyama vya vilabu. Na vilabu vinaweza kuraise demand. Leo tunaambiwa mashindano kama ya Club World Cup, FIFA, maanisha FIFA World Cup, wachezaji wataanza kulipwa, na ni kwa sababu ya hizo initiatives. Kwa hivyo niseme ACA itakwenda kufungua milango ya vilabu vya Afrika kwa pamoja, itaweza kufungua na kuleta fikra mpya za vilabu na kuhakikisha vinapata haki yake stahiki. Lakini nitoe habari nzuri, jana tulikuwa na mkutano wa bodi wa ACA na tumeweza kupitisha usajili wa vilabu. Kwa hiyo form ziko tayari kwa vilabu vyote ambavyo viko Tanzania na Afrika kwa ujumla kuanza kuwa wanachama wa ACA. Form ziko tayari. Ada ya usajili ni $1,000 kwa mwaka. Klabu italipa $1,000, itakuwa mwanachama wa ACA, na kuna maslahi makubwa ya vilabu kuwa sehemu ya umoja huo.